Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kama unakumbuka mtazamaji, tulikujuza katika siku za hivi karibuni kwamba utawala wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu upo mbioni kuanzisha vita dhidi ya Iran kwa mara nyingine tena. Na hii ni baada ya ujasusi ambapo mkuu wa ujasusi nchini Israel Bwana David Barnea, wakati wa sherehe za kuvishana na kupeana vyeo nchini Israel miongoni mwa majasusi nchini humo wa Mossad, alielezea Bwana Bennett kwamba mpango wa Iran wa makombora ya nyuklia bado uko pale pale, na hivyo wakati huu kuna namna ya kuweza kupambana na mpango huo ili Iran isiwe na makombora ya nyuklia, kama ambavyo wakati vita vya siku 12 vinaanzishwa, moja kati ya sababu zilikuwa zimetajwa, na hasa ilikuwa ndio sababu kuu, ni kwamba Iran ilikuwa ikimiliki makombora ya nyuklia. Sasa taarifa rasmi ni kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu atasafiri kuelekea nchini Marekani, huko Mar-a-Lago, kukutana na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Na katika mkutano huo, miongoni mwa mambo ambayo ataenda kumweleza ni juu ya hofu inayoongezeka juu ya kombora la Iran na mkusanyiko wa nyuklia. Kabla ya mkutano wa Mar-a-Lago, waziri mkuu atamjulisha rais wa Marekani Bwana Donald Trump kuhusu ujasusi wa Israel unaoonyesha Iran inarejea kwa kasi katika mipango yake ya makombora ya nyuklia. Licha ya uharibifu mkubwa wa vita, Teheran inaongeza kasi ya uzalishaji na kuimarisha ulinzi wa anga, maafisa wanaonya. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anatarajiwa kushiriki pamoja na rais wa Marekani Donald Trump juu ya hofu ya Israel kwamba Iran inaharakisha ujenzi wa mpango wake wa makombora ya ballistic na miundombinu ya nyuklia, pamoja na kutengeneza makombora kwa kasi ya ajabu ambayo haijawahi kushuhudiwa, kulingana na ripoti iliyotolewa na NBC News. Viongozi hao wawili wameratibiwa kukutana baadaye mwezi huu katika eneo la Trump la Mar-a-Lago huko Florida nchini Marekani. Vyanzo vya Israel vilivyotajwa kwenye ripoti hiyo vinasema Netanyahu anapanga kutaja chaguzi kadhaa za kijeshi kwa ajili ya kujibu hatua za Iran, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya Israel au operation ya pamoja na Marekani. Maafisa wa Israel wamekuwa na wasiwasi kuwa Iran inazidi kujitanua katika kuzalisha makombora ya ballistic, ambapo Israel ilimwambia rais wa Marekani Donald Trump kwamba hata uzalishaji wa makombora wa Iran unapaswa kupunguzwa. Ikumbukwe katika vita vya siku 12 Iran ilidhihirisha uwezo wake wa silaha ilizokuwa nazo, ikiwa ni pamoja na matumizi ya makombora ya ballistic ambayo yalivuka kutoka nchini Iran hadi Israel, na ni makombora ambayo kimsingi yalileta hasara kubwa, na hivyo Israel ikaitaka Iran isiwe na makombora ya masafa marefu kama hayo yasiyozidi kilomita 500. Ikumbukwe Iran ina makombora ya aina mbalimbali, yakiwemo yale ya Khorramshahr ambayo yana uwezo wa kuruka zaidi ya kilomita 2000, na sasa inatajwa kwamba Iran ina kombora lenye uwezo wa kufika maeneo mengi, ikiwa ni pamoja na Ulaya hata Marekani. Maafisa wa Israel pia wana wasiwasi kwamba Iran inaunda upya maeneo ya kurutubisha nyuklia ambayo Marekani ililipua mwezi wa Juni. Duru zinasema zinaongeza kuwa maafisa wanaona juhudi za Iran za kujenga upya vituo ambapo hutengeneza makombora ya ballistic na kukarabati mifumo yake ya ulinzi wa anga iliyolemazwa kama wasiwasi wa haraka. Katika mitandao ya kijamii iliwahi kuonekana maeneo ya Fordo, Natanz na Isfahan ambayo yameharibiwa na silaha za nyuklia za Marekani katika mwezi wa Juni. Katika vita vya siku 12 kuna ujenzi ambao unaendelea. Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wanatarajiwa kukutana baadaye mwezi huu. Katika mkutano huo, vyanzo vinasema Netanyahu anatarajiwa kuwasilisha kesi kwa Trump kwa upanuzi wa Iran wa mpango wake wa makombora ya ballistic ambao anasema unazidi kuleta tishio kwa Israel. Wanasema sehemu ya hoja yake inatarajiwa kuwa vitendo vya Iran vinahatarisha sio tu kwa Israel bali pia kwa eneo kubwa zaidi, ikiwa ni pamoja na maslahi ya Marekani. Alipoulizwa mnamo Alhamisi ya wiki hii kuhusu mkutano wa Desemba 29 na Netanyahu, Trump aliwaambia waandishi wa habari, hatujaiweka rasmi lakini angependa kuniona. Maafisa wa Israeli wametangaza mkutano huo huenda ukafanyika Desemba 29 kabla ya mwaka kuisha. Serikali ya Israel imekataa kutoa maoni
ujumbe wa Iran katika Umoja wa Mataifa haukujibu ombi la maoni hayo. Hata hivyo, inadaiwa kwamba wakati huu Iran imejijenga upya katika uzalishaji wa makombora na uboreshaji wa makombora, na imesema vita vya siku 12 vilikuwa ni darasa kubwa sana kwa nchi hiyo ya Kiajemi, na sasa imejiandaa vilivyo kwa ajili ya kujiandaa na mapambano dhidi ya Iran. Hata hivyo, nguvu ambayo wanaipata Iran ni kutoka kwa mataifa kama vile China pamoja na Urusi. Wiki hii waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi alielekea nchini Russia na alikutana na bunge la Russia, kadhalika akakutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov, ambapo miongoni mwa mambo aliyoyajadili ni jinsi ya vita vya siku 12 na namna ambavyo Urusi ilitoa msaada wake kwa taifa hilo la Kiajemi la Iran. Pia imeelezwa kwamba kabla ya mkutano huu Lavrov alikutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi, na moja kati ya mambo aliyoyazungumza ni pamoja na Iran ikiwa ipo tayari kupata silaha ya aina yoyote itapata kupitia Russia. Na hivyo wakati huu Iran imejijenga tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote. Miongoni mwa silaha ambazo Iran inazihitaji ni pamoja na ndege za Su-35 Sukhoi ambazo ni hatari mno katika uwanja wa vita, na baadhi ya makombora ambayo yanapatikana nchini humo. Basi mtazamaji, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni kile kinachotajwa wakati huu kwamba vita vinajongea karibu kati ya Iran pamoja na Israel, lakini wakala wa nishati wa atomiki na serikali ya Iran wamethibitisha tathmini ya serikali ya Marekani kwamba operation ya Midnight Hammer iliyotajwa kufuta uwezo wa nyuklia wa Iran haikufanikiwa. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.